umekuwa hasa huko maeneo ya Ukambani ambapo watu 4 waliripotiwa kufariki katika kaunti ya Makueni na Machakos baada ya makabiliano makali kuzuka baina ya polisi na waandamanaji ambao walikuwa wamejitokeza kuadhimisha mwaka mmoja na maafa ya maandamano ya Gen Z. Watu 2 walifariki katika kaunti ya Makueni na wengine 2 katika kaunti ya Machakos, huku wengi zaidi wakijeruhiwa. Vurugu pia zilishuhudiwa katika eneo la Kitengela kama anavyotuarifu Alvin Kidhinji. Kuwa ya amani yamegeuka kuwa ya vurugu na mapambano katika baadhi ya maeneo nchini. Katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos, watu 2 wamefariki kufuatia makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi baada ya kundi la vijana kuingia katika kituo cha polisi cha Matu. Polisi walilazimika kufyatua risasi na kuwatawanya waandamanaji ambapo 2 waliuawa na zaidi ya watu 10 wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Matu Level 4. Katika kaunti ya Makueni, vijana walijitokeza kuandamana kwa amani huku wakitoa wito wa haki na utulivu. Hata hivyo, katika eneo la Emali, usafiri ulitatizwa na waandamanaji. Hali kama hiyo ilishuhudiwa katika kaunti ya Kajiado ambapo barabara kuu ya Namanga ilitatizika, hasa katika eneo la Kitengela. Makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi yalishuhudiwa, huku hata wale waliokuwa wakitazama kutoka kwa paa za nyumba wakijikuta wakikumbwa na athari za vurugu hizo. Naam, asante sana Stanley Nyaringita kwa taarifa hiyo. Kwa sasa